Tanzania TPLB inatangaza mabadiliko ya uwanja wa mchezo namba 169 wa ligi kuu ya NBC msimu 2025-26 kati ya klabu ya Simba na klabu ya Young Africa maarufu kama Kariakoo Derby. Mchezo ambao awali uliweza kupangwa kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa sasa utachezwa kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo mkoani Dar es Salaam Mei 3, 2026 kuanzia majira ya saa 12 kamili za jioni. Sababu za mabadiliko ya uwanja wa Benjamin Mkapa ni kuwa kwenye matengenezo. Klabu ya Simba na Yanga pamoja na wadau wengine wa ligi kuu ya NBC wamepewa taarifa zote kuhusiana na mabadiliko ya uwanja wa mchezo huo, na maandalizi yake pia yanaanza mara moja ili kuhakikisha kwamba unafanyika katika kiwango cha juu kinachoendana pia na hadhi ya michezo mikubwa ya ligi ya 6 kwa ubora barani Afrika. Bodi ya ligi kuu Tanzania inawatakia maandalizi mema wadau wote wa mchezo huo. Hii imetoka kunako bodi ya ligi kiujumla kuelekea kwa umma ambao ni sisi wenyewe. Sasa kupitia kwa klabu mwenyeji ambao ni Simba Sports Club, hasa kwa meneja wa habari na mawasiliano wa kikosi hicho Ahmed Ali, ametaja pia sababu nyingine za ndani kabisa ambazo zimefanya kuhamishwa pia kwa mchezo kutoka uwanja Benjamin Mkapa kuelekea Meja Jenerali Isamuhyo, lakini pia kisisitiza kwamba uwezo wa uwanja huo kuchukua watazamaji kiujumla utofauti wake na uwanja wa Benjamin Mkapa. Je, itakuwaje? Huyo hapa Ahmed Ali akigusia ishu nzima ya mabadiliko ya uwanja wa mchezo huo. Mechi yetu ya Kariakoo Derby itapigwa katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, uwanja ambao uko Mbweni jijini Dar es Salaam, na ni uwanja wa nyumbani wa Simba Sports Club. Kwanza Meja Isamuhyo ndio uwanja wetu wa nyumbani msimu huu, lakini kabla hapo sisi Simba interest yetu ama matakwa yetu, mechi hii ya Kariakoo Derby tulitaka ichezwe katika uwanja wa Benjamin Mkapa, na hivyo ndivyo ambavyo tulikuwa tumekubaliana kwa maana ya vilabu, mamlaka za mpira pamoja na mamlaka za serikali, ya kwamba mechi kubwa za nchi hii ya Tanzania zitapigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Na baada ya kufika ratiba ya mechi hii, Simba kama kawaida yetu tukatuma maombi kwa wamiliki wa uwanja kwamba tunataka dabi yetu ichezewe katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hayo ndio yalikuwa matakwa na mapenzi yetu sisi Simba Sports Club, lakini tukapokea taarifa kutoka kwa wamiliki wa uwanja wakitueleza kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa kwa sasa upo katika matengenezo na marekebisho kwa ajili ya maandalizi ya AFCON, na kwa mantiki hiyo tukalazimika Simba kutafuta uwanja mwingine. Baada ya kukosa uwanja Benjamin Mkapa, chaguo letu la pili ama chaguo letu la kwanza baada ya Benjamin Mkapa ikawa ni uwanja wetu wa nyumbani ambao tumeanza kuutumia tangu msimu huu umeanza, uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Kwa hiyo ndio sababu ya msingi ya kwa nini si Benjamin Mkapa na kwa nini uwanja wa Meja Isamuhyo. Uwanja wa Meja Isamuhyo makadirio yake wanaingia kati ya watu 9,500 mpaka watu 10,000. Tafsiri yake ni kwamba kutoka watu 60,000 ambao walikuwa wanaingia Benjamin Mkapa kwenda kuitazama mechi ya Simba na Yanga, sasa ni watu 10,000 pekee ndio watakaoingia uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini si jambo la kushangaza kwa sababu kutoka kwenye watu 60,000 ambao huwa wanaingia kuiangalia dabi ya ligi kuu msimu huu ya raundi ya kwanza, waliingia watu 15,000 katika uwanja wa Amani. Kwa hiyo hatutoki pale kwenye 60,000, natoka pale kwenye watu 15,000. Sasa ni watu 10,000 pekee katika uwanja wa Meja Isamuhyo. Ahmed Ali wa meneja habari na mawasiliano wa kikosi cha Simba akiweka wazi maamuzi ambayo yamefikiwa baada ya maombi yao pia ambao walihitaji mechi ya Kariakoo Derby namba 169 ya Mei 3 ipigwe uwanja Benjamin Mkapa, lakini jitihada zimefua dafu. Zimegonga mwamba. Zimeshindwa kufua dafu. Kwa hiyo game hiyo bwana itapigwa Meja Jenerali Isamuhyo majira saa 12 kamili za jioni.
Ikumbukwe pia Kariakoo Derby, mchezo ambao uliopita wa Machi mosi kati ya Young Africa dhidi ya Simba, ambao Young Africa walikuwa wenyeji, ulihamishwa pia kutoka Benjamin Mkapa kuelekea New Amani Complex, na sababu pia zikiwa ni zile zile katika engo ya maboresho, lakini hapa kulikuwa kuna mashindano nani Shindana Qur'an. Ya Qur'an Yeah. Licha ya maboresho yanayoendelea, lakini kulikuwa kuna issue ya sababu kubwa ilikuwa ni hiyo mashindano ya Qur'an kwenye siku husika ya tarehe 1 mwezi wa 3. Yes. Anyway, licha ya hayo yote ni kama imejirudia bwana. Maana ukimsikiliza anakuambia kwenye makubaliano inaonekana big games zote zitachezwa Benjamin Mkapa. Karabati umekuwa ukiendelea kila uchao. Ni kitu ambacho cha kawaida sana. Hivyo shaanza. Shaanza. Okay, dabi ya Mzizima si iko inaelekea kupigwa pale. Lakini haikuchezwa. Ikabidi Azam ndo aliamua kurudisha nyumbani. Azam of course. Lakini sababu ya kutaja kwamba ni marekebisho ya uwanja haikuwa kwa wazi. Wewe kidogo umepita pita pale nani? Sijapita, ila nachojua tu kwamba taratibu zinaendelea. Hawashaanza kutindua pitch. Maana ndio kilichobakia. Marekebisho makubwa hapa ile Australia ni speech. Pitch wanataka watoe waweke mpya. Kwa wastani miezi mingapi? 3 Of course 3 na kuisha kamilika. 3 itakuwa kamilika. Washaanza. Okay, sasa na nauliza washaanza? Bado. Au una hakika? Sina majibu kamili ya kwamba wameanza au la, lakini kwa naambiwa taratibu ziko zinaendelea. Jamani, wakazi wa Changombe, mtuambie vipi mkipita pita mnaona magreda yanapita pita huko ndani ukishungulia kwa nje, ndugu zangu wa Wailesi kwamba kingepigwa ndo wanangu wa TMK wanaokaa Wailesi maeneo karibu yale, hata Keko pia sio mbali, mkichungulia mnaona. Kwa unaniingiza kwenye 18? Asitauliza tu. Nauliza mwenye ni maswali tu. Ila uwezekano wa kupiga ingepigwa. Yani mimi naona hivyo kuna huo uwezekano. Yani kama kupigwa ingepigwa. Hiyo sababu kwamba marekebisho nataka nijue kishaanza. Sasa wewe unanitafuta. Kupigwa mimi niamini tu kama majibu sahihi huna, usituhumu mtu, usishutumu. Sema tu majibu sina. Kitaaluma kabisa. Haya majibu. Pata weledi. Bwana, game ni inaweza kupigwa. Mwenye naamini hivyo. Game ingeweza kupigwa. Naamini hivyo pia. Tuheshimu maamuzi ya bodi. Itabaki kuwa hivyo. Wao ndio wenye mamlaka, wameamua kufanya hivyo. Na taratibu zipoje za kuhamisha mchezo? Taratibu zipo nyingi kwenye kanuni ya 9 ambayo inahusu uwanja. Lakini bibi binafsi leo kanuni tumezisoma sana hizi. Sitaki hata kunukuu kanuni. Ila kuna wastani siku 21 kabla ya mchezo. Kuna hiyo, kuna ile ya dharura siku 7, alafu kuna ile ya mwisho kabisa ambayo inampa nguvu TFF na bodi kwa kuhamisha kituo cha mchezo. Na tukipiga hesabu ya tarehe 3 mpaka leo siku 21. Leo tarehe 20 na hazifiki. Lakini kuna ile ya dharura siku 7 ambayo bado yani kikanuni watapata tu sema kujitetea. Watapata. Ambacho mimi nataka nikiseme dabi ya Kariakoo ni dabi ambayo binafsi mimi nikitaka ni press kwenye zile dabi 5 kubwa Afrika kwa sababu ipo muda mrefu. Na mimi niweze kaa dabi ya 3 au ya 4. Yani baada ya Cairo na Casablanca. Na mimi hawa kidogo sasa hawa ndo wanatuzidi. Soweto wale kuna eneo ambalo tulianza kuwaacha. Lakini katika hizo zote 4, Soweto, Casablanca pamoja na Cairo na sisi tukiwepo kwa maana dabi ya Kariakoo ikiwa dabi ya 4. Viwanja ambavyo hizo dabi zinachezwa ni viwanja special ambavyo vinaenda na hadhi ya mchezo husika. Kwanza dabi ya kwanza ambayo ni dabi ya Cairo dabi Ahly na Zamalek ambayo ni kwanza Afrika. Kubwa, mvuto, chapa zile ni kubwa kuliko klabu yoyote Afrika. Hamna ambao wanagusa Ahly na Zamalek. Wako pale Juondo na namba 1. Dabi inapigwa Medima la Cairo, uwanja wa kimataifa Cairo, ambao unaingiza watazamaji 74,000. Si kwa bahati mbaya unachezwa pale, ni kwa sababu ya ukubwa wa mchezo. Hata kama kitaka wahamishe pale, wataenda Alexandria, Bogelab ambao unaingiza mashabiki 85,000 kwa sababu ya hadhi ya ukubwa wa mchezo. Lazima uchezwe kwenye uwanja ambao unakizi huo ukubwa. Na moja vitu ambavyo vinafanya huo mchezo ukubwa ni mvuto. Watu wanavutika vipi kuangalia huo mchezo? Maana tutashuhudia full house, watu wanajaa viwanjani kwenye uwanja ambao unaingiza watazamaji wengi. Kitu ambacho hata kibiashara pia kinaleta faida kwa wao wenye club, wenye mashindano, sponsors na watu wengine.
Dabi ya pili Casablanca, Raja na Wydad. Hii inapigwa kwenye dimba la Mohamed wa 5 ambapo wameweza kutumia ule uwanja tangu 1955. Miaka mingi iliyopita. Wanacheza pale. Hawezi kupeleka Berkane kwa mashabiki 15,000. Uwanja ule unaingiza mashabiki 45,000. Kwa nini unapigwa pale? Sababu zinafanana kabisa ambazo nimekutajia kule juu kwa Cairo. Dabi nyingine ni Soweto. Soweto inapigwa FNB. Uwanja ambao unaingiza mashabiki 94,000. Orlando ana haki za kutumia uwanja wa Orlando Amsterdam Arena ambao ndio uwanja wake wa nyumbani. Unaingiza mashabiki 37,000. Lakini inapokuja swala la Soweto Derby, huwa ichezwe pale, inaenda FNB kwa sababu ya ukubwa wa mchezo. Na mara zote ule uwanja umekuwa kijaa mashabiki 94,000, 87,000. Mfano wakishuhutu hapo sio na mechi ya Soweto. Of course. Lakini tiketi zimeisha tangu mwezi Machi mwishoni. Mwezi mmoja kabla washamalizika. Yaani kabla ya tarehe 26 game yenyewe. Isha. Mwezi mmoja kabla tiketi. Ambaye nataka niseme hii derby kuna sehemu tulikuwa tunaelekea pazuri sana. Lakini kuna tabia ambazo mimi sijazipenda ambazo zinaenda kushusha heshima na ukubwa wa hii derby kwenye viwanja ambao vinaenda kutumika kwenye hizi derby. Kwa mfano uwanja ambao umetajwa leo pasina kukoshea heshima ni uwanja ambao bila kupepesa macho haustahili kuchezewa derby yote kubwa Afrika. Kwa mtizamo wako? Hawa ni maoni yangu binafsi. Kutokana na hadhi ya mchezo, hadhi ya ligi ulivyoiranki kwamba Kariakoo Derby mechi namba 169. Mtazamo wako ni kwamba haikupaswa kucheza Meja Jenerali Isamuhyo? Haipaswi. Sababu ni zipi? Kwanza ni uwanja ambao tukitaka tuupange kwenye category zile za CAF, ule uwanja utakuwa category ya mwisho ambao inawezekana ukatumika kwenye mechi za under 20 na 17 za qualify za AFCON au nini. Kuna uwezekano pia kwenye ile michezo ya preliminary usitumike ule uwanja. Lakini derby ya Kariakoo ni mchezo kwenye daraja la 4 wajuu kabisa ambao inabidi ucheze kwenye uwanja ambao unafuzu kutumika kwenye mashindano makubwa ikiwemo AFCON, maybe hata qualifiers za World Cup. Lakini Isamuhyo pale uwezo kutumia kwa kuchezwa New Amani Complex ilikuwa ni fair. New Amani Complex kwa vigezo vya CAF ilikuwa ni fair. Kwa kweli utumika pia hata chana. Of course ilikuwa ni fair. Shida ya New Amani Complex ilikuwa ni idadi ya watu tu. Ndio maana kataja viwanja vingine kwenye hizo derby vina watu wengi sana. Hapo. Sasa uwanja ambao naona mimi unatosha kabisa ni uwanja Benjamin Mkapa Tanzania ambao derby ya Kariakoo ikipigwa pale. Yes, na mimi hapa ni sehemu sahihi. Kuanzia capacity ya watu lakini uwezo wenyewe wa uwanja kwa maana ya muonekano na vitu vingine ni pale. Nini upeleka New Amani Complex si mbaya kwa sababu shaweza paka finali, lakini kwenye capacity ya watu pia iko sawa. Meja Jenerali Isamuhyo ndo kabisa mimi sioni kabisa kama unafaa kuchezewa pale kwa sababu atakafu wenyewe kwenye mechi yao official hii AFCON na CHAN ni uwanja wa mazoezi. Unapingana na sababu ambazo zimetajwa kuhusiana na Benjamin Mkapa. Kwa hiyo wenye mamlaka maybe wangehamisha tena kurudisha zao. Na hichi kitu mimi si mlaumu Simba wala si mlaumu Yanga. Lakini nalia tu na wenye mamlaka kwa sababu wao ndo tumewapa zamana kuongoza mpira. Kuna sehemu ambapo tunatakiwa tufikishe. Na ndo maana kuna kanuni ambayo mmoja ambayo inawapa wao nguvu ya mwisho ya kuamua mechi ichezwe kwenye uwanja gani. Kupeleka huu mchezo Meja Isamuhyo ni kuikoshea heshima derby ya Kariakoo. Ni kuishusha ule uwanja au uendani kabisa na hadhi ya mchezo wenyewe. Wakando umekuwa ukitaja issue ya ranking ya games ambazo unaweza kuzitemu kwa engo ya CAF, club level, national team na mengineyo. Ukijaribu kuangalia kwenye mazungumzo haya yote na vijio vya kahawa, ni kama kuna ile ligi ya nje ya uwanja. Kama sio wiki moja, wiki mbili nyuma, Princessus Magori alijitokeza kana zungumzia Brems ambazo zilizojitokeza juu ya Simba. Mmoja hapo kwamba alidai kwamba walishaihoji kwa nini game itoke Mkapa kwenda New Amani Complex. Kuna hiyo issue ya vingilio pia alikuwa na Brems. Mnakumbuka ile issue? Vingilio mechi ya Azam, sijui nini na nini. Ni kama nyuma ya pazia kisasi fulani kinalipwa kia. Hii ni kama ni ligi ya nje. Kuna haja ya kuanza kuwa na hofu kwenye hilo jambo. Hasa ukizingatia hoja ya Nsajigwa kwamba tunashusha hadhi ya mechi kubwa kama hii kuipeleka Isamuhyo. Tunachokishuhudia sasa hivi ni sarakasi za utani wa jadi.
Yani uwanja sijui kutolewa Benjamin kupelekwa Major General. By the way ni haki ya Simba kikanuni sababu ana huo uwezo. Kanuni inawaruhusu Simba kufanya vile ambavyo watajisikia kwa takriban michezo miwili. Kwamba ukiona mchezo fulani unataka kuhamisha ni wewe tu unaruhusiwa kuhamisha. Uwanja wa Major General Isamuhyo umesajiliwa, umepitishwa, umekaguliwa na ni viwanja ambavyo vinatumika kwenye michezo ya ligi kuu. Lakini tujiulize swali moja. Mechi kubwa iliyopigwa Major General Isamuhyo ni ipi? Big game. Kwamba imeenda Mzizima Derby, Dar es Salaam Derby. Yani nitajia mechi kubwa ambayo ushaisikia Major General Isamuhyo. No. Kwenye ulianza na build up hapo kwamba nimekuwa nikitaja zile rank za game za michuano ya CAF na ndani. Kuna category A, category B na category C. Mpaka muda huu tunaozungumza hapa Major General haijawahi kuhodhi mchezo category B wa CAF. Category C ni Namungo na JKT, JKT na Pamba, JKT sijui na nani. Category B Singida na Azam. Yes. Simba na Azam. Category A Yanga na Simba. I think Tanzania tuna category A moja Yanga na Simba. Yes. Lakini Major General haijawahi kuhodhi category B hata siku moja. Umezinduliwa I think kuna miaka 2 hivi sasa. Lakini mpaka dakika hii hakujawahi kuwa na big game. Kwa hiyo hapa imesukumwa kete kubwa sana. Yani leo unapochukua Kariakoo Derby, mimi build up ya Kariakoo Derby iliyopita, kuna kitu nilikizungumza kwamba Kariakoo Derby tunavyoiona sasa hivi, hii ni mechi inawezekana ya 3 kwa ukubwa Afrika kwenye ngazi ya vilabu. Ukiachana na Cairo, ukiachana na Casablanca, inakuja Kariakoo Derby. Tunis Derby, sijui ile Soweto Derby, hizo zinakuja baada ya Kariakoo Derby. In terms of ushindani, hamasa kuelekea mchezo na kitu ambacho tunakishuhudia kwenye zile dakika 90. Kariakoo Derby ni mechi ya 3 kwa ukubwa Afrika. Mechi ya 3 kwa ukubwa Afrika kuipeleka kwenye uwanja ambao CAF kwenye michuano yao wanauona kama uwanja wa mazoezi. Nikiwa ufikirie mara mbili. Nakumbuka michuano ya CHAN wakati ule waliutemu kama uwanja wa mazoezi. Walipokuja CAF hapa akasema bwana, Tanzania mna viwanja tunaviona, tunauona CCM Kirumba, tunaona Abedi, tunaona Jamhuri zote mbili, tunaona Sokoine, tunaona Benjamin, tunaona Aman Complex, lakini viwanja vya kutumika kwenye michuano ya CAF mtatumia viwili. Mtatumia uwanja wa Benjamin na mtatumia Newman Complex. Lakini Major General Isamuhyo ukapewa hadhi kwamba huu mtautumia kama uwanja wa mazoezi. Ambao ulikuwa unaunganisha sijui uwanja wa sheria sijui yote. Yani huyu waliutema kama Jimkana wakauweka sawa na uwanja wa chuo cha sheria hapo. Kwa hivyo ikawa viwanja vya mazoezi kwenye michuano ya CAF. Kwa hiyo mchezo wa 3 kwa ukubwa Afrika kuupeleka kwenye uwanja ambao CAF wanauona kama uwanja wa mazoezi ni kujivunjia heshima sisi wenyewe. Yani leo mchezo ambao tunatakiwa tuupe thamani kwa sababu hii ndo brand ya ligi. Yani tunapozungumza ligi ya Tanzania, ukimtoa Simba na Yanga, tunazungumza washikaji wanaojikusanya wacheze mpira. Mdhamini anaondoka, mashabiki hawaendi uwanjani, thamani itashuka. Thamani ya ligi inashuka. Yani mtoe Simba na Yanga kwenye ligi kuu. Mara ngapi tunashuhudia hapa, tunaangalia mechi ya Mashujaa na Pamba, jukwani hamna watu. Hadi unakuta watu 100, watu 200. Lakini Simba huyo akijikusanya akasema mimi leo nakuja Mwanza, dimba linajaa. Yeah, sahihi. Yanga akijikusanya bwana leo nakuja Tanga, dimba linajaa. Tofauti maybe cost ya cheze na Fountain. Shida inapokuja ni tukiwatoa Simba na Yanga tu, ligi yetu inabaki kama watu wengine tu, yani timu nyingine tu ambazo zenyewe zinacheza mpira kwenye ngazi ya professional. Kwa tulipaswa kushikilia hii ndo brand yetu. Unapomchukua Simba na Yanga brain, hawa ndio watu ambao unatakiwa kuwa polish. Hawa ndio watu ambao wanaipeleka ligi yako kwenye macho ya watu kumbali. Nakumbuka kipindi cha Sekafa, kama unakumbuka, kulikuwa kuna ile issue ya ngao ya jamii inafanyika ifanyiki. Kulikuwa kuna ile speculation ngao ya jamii itafanyika. Nakumbuka kuna siku nilikuwa nimekaa pale Major General pale. Nilikuwa na moja kati ya viongozi wa TFF. Alikuwa anapokea simu. Nilikuwa na shida ya kuongea naye, lakini nilitumia zaidi ya dakika 10 nasubiri apokee simu back to back. Anapokea hii, anamaliza na kata inaita nyingine. Anamaliza kuongea na kata inaita nyingine. Kwa nini? Hao wote walikuwa wanaulizia, "Bwana nipo Ghana.
nataka nisafiri nije Kariakoo Derby, ipo hiyo ngao ya jamii ipo baadaye ibadilika kutoka mfumo wa timu 4 mpaka kapigwa timu mbili. Kwa hiyo watu wanauliza bwana ipo mpaka speculation ilikuwa ding watacheza Simba na Yanga tu. Ilishaanza hiyo build up ishaanza kufanyika mapema kwamba hakutakuwa na shindano ila Simba na Yanga pekee. Lakini Simba na Yanga pekee na ikao kwenye balance ipo hamna. Kwa hiyo watu wakawa nauliza bwana hiyo Kariakoo Derby vipi? Tuje ama tusije? Watu kutoka nje wanajiuliza Kariakoo Derby waje ama wasije. Kwa hiyo watu hii Kariakoo Derby ni mchezo ambao unawavuta watu kutoka maeneo mengi sana. Unawavuta watu ambao wanatazama ligi yetu katika nyanja ya kiutofauti zaidi. Wanaisukuma ligi yetu iende mbele. Kwa hiyo kama branding ya ligi yetu inatakiwa ianze kwa Simba na Yanga. Branding ya ligi yetu kuianzia kwa Simba na Yanga unatakiwa kuipeleka kwenye maeneo ambayo unakuza thamani. Thamani ya ligi kuu inakuzwa kwenye uwanja mzuri, uwanja ambao una hadhi ya juu, ambao unaweza kuattract mashabiki wa kila aina, wa kila rika, mashabiki ambao wana guarantee kwamba wanaenda uwanjani kukiwa kuna usalama 100%, kukiwa kuna kila kitu cha 100%, uwanja unaweza kuhodhi mashabiki wa kutosha kabisa. Leo ukimlimit Simba na Yanga kwenda kwenye uwanja ambao unachukua mashabiki hadi 9500, wamezidi sana mashabiki 10000. Hapo narudi tena kwenye kauli kwamba ni kujivunjia sisi wenyewe heshima kutoka 60 kutoka 60. Uwanja wenye hadhi inayofanana na Benjamin tunao, sio kama hatuna. Upo uwanja wenye hadhi sawa na Benjamin, uwanja ambao una uwezo wa kuhodhi finali. Tanzania kuna viwanja viwili tu vimehodhi finali za michuano ya Afrika, Benjamin na Amani Zanzibar. Amani pale imehodhi shirikisho, Benjamin imehodhi shirikisho. Sahihi. Kulikuwa kuna shida gani ya hii game kuipeleka Amani? Kwa sababu na inasemekana option ilikuwa ni Arusha, Sheikh Amri Abeid. Tena inasemekana option ilikuwa Sheikh Amri Abeid. Okay. Kwamba Benjamin si hakuwezekana. Basi kikapigwe Karuta pale. Watu ndo kati bwana Karuta hapana. Ambapo pale kuna mvua ilipiga game ikairishwa. Watu wanataka kadimulie pale. Karuta. Karuta iwezekani. Basi tunaichukulia poa hii game. Basi sasa kama Karuta iwezekani, watu ndo wakavuta basi Mejeje. Ndo maana nilipokuwa nasikiliza sauti ya medali, kuna kitu kakirudia sana. Uwanja wetu wa nyumbani. Tumefanya baada tu ya kukosa Benjamin tunarudi kwenye uwanja wetu nyumbani, kakirudia kama mara 3 hivi. Lakini kwa taarifa ambazo nilikuwa nazo inasemekana kwamba walisha opt kwenda Karuta Arusha, sio tena Major General, lakini ilikuwa ni Karuta. Bodi wakana hapana. Kwa hiyo kumbe anaye connect dot kwenye hata ile press ambayo Clatous Magore alifanya na waandishi wa habari kwamba tulichoshangazwa zaidi ni kuona taarifa imetoka kwa klabu inasemwa na msemaji badala ya watu wenye mamlaka. Yaani ukiconnect dot hapo unaona kama vile kimelipwa kisasi. Kuna hapa kitu nilikwambia siku chache nyuma, ile issue ya uwanja kama nakumbuka. Nilikwambia kitu akifanya Doto Kulu asikifanye Simba na Yanga ngumu sana, akiwezekani. Hapendi kufeli. Simba akifanya kitu Yanga atalipa. Yanga akifanya kitu Simba atalipa. Hichi tunachokiona hapa ni watu wameamua kulipana. Yaani mimi nilivyosikiliza vizuri kabisa ile siku ile press ya mzee wangu Clatous Magore, nilijua tu kuna kitu kinajipika hapa, kwamba anytime soon kuna mambo tutasikia. Hichi hapa Kariakoo Derby Major General Samuel. Okay, anyway, kwenye uwanja wa mazoezi ya CAF. Hoja zenu of course na heshimu, lakini tukirudi kwenye mantiki ya ile barua mataarifa kwa umma ambayo imetoka, uwanja Benjamin Mkapa unafanyiwa maboresho, lazima tuheshimu. Na wote tunajua kwamba Tanzania ni miongoni mwa mataifa matatu ambayo ni waandaaji wa michuano ya AFCON 2027. AFCON mbona inaanza mwezi wa ngapi? Mwakani hiyo tunazungumzia, sio leo. 2027 mwezi Juni. Pichi ya miezi mitatu. Kwamba dabi singeshinda kucheza kweli? Kwa marekebisho ya pichi ya miezi mitatu. Umefika uwanjani? Sijafika, ndio maana nikawa nauliza kwa sababu unapaswa kuheshimu pia. Kwa sababu mimi naamini wamiliki uwanja ambao ni serikali. Kama wenye mamlaka kwa upande wa soka wangeuhitaji ule uwanja, wangekuwa tayari kusubiri kwamba tusianze kama kweli wameanza, tusianze kufanya marekebisho, dabi icheze. Sasa hizi ni kwenye wakati ambao tupo kwenye harakati za kutangaza taifa kwamba tuna uwezo wa kuhozi michezo mikubwa. Tushafanya ndio. Sasa kama Simba anajiona, lakini wanahitaji watu kuona zaidi. Mimi naamini kabisa
wamiliki wa uwanja wapo tayari kuona dabi ya Kariakoo inapigwa pale Benjamin. Mnyama anaamini anaonewa. Kwa sababu baada ya dabi ya Kariakoo ya saizi ambayo ndio ya mwisho kwenye msimu huu, endapo watakutana kwenye kombe la FA, itavofika msimu unaokuja dabi ya mzunguko wa kwanza ambayo inawezekana kabla ikawa Oktoba au Novemba, uwanja wa Arusha utakuwa tayari. Kwa inawezekana tukawa na uwanja mwingine watatu kwenye taifa ambao unafuzu kuhozi mchezo mkubwa. Kwa inawezekana ya dabi ingechezwa kule. Haya yote ambayo yanatokea hapa, mimi sitaki kuingia kwenye boti la kuamini kwamba wenye mamlaka, kwa maana wamiliki wa uwanja ambao ni serikali, wangeweza kukataa kusubiri kwanza dabi ipigwe ndo marekebisho yaanze. Siamini. Mimi naamini haya maamuzi ni ya wenye mechi ambao ni Simba na wenye mamlaka ndio wamefanya. Lakini kwa nini usiamini kwamba mnyama huu msimu kuna hoja amewasilisha, inaonekana kabisa kama yeye amekuwa mnyonge? Kama hoja zipi? Game ya Yanga dhidi yao kupelekwa Zanzibar. Okay. Hapa sijui kuna mashindano ya Qur'an. Maana yule mzali dai kabisa kwamba akishafika muda fulani game ziko zinachezwa. Mechi dhidi ya Azam isipigwe tena Benjamin Mkapa, imepelekwa Chamazi. Ni mara ya kwanza ambapo kule imeenda kupelekwa kule na vingilio wanadai kwamba vipo juu. Mwenyeji nani? Na mashabiki, kama nakumbuka kulikuwa kuna lawama pia mashabiki wengine kukosa kuto kuingia uwanjani. Mbona walija wenyewe uwanjani? Umeelewa? Leo kwa nini na wenyewe pia wasitoe makucha, waamini kabisa hii ndio rumu ambayo na sisi tunapaswa kufanya kile ambacho tulichofanyiwa. Ndio maana kwa nini wajioni wao ni wanyonge? Pale mwanzoni kama ulinisikiliza vizuri, nilisema simlaumu Simba wala simlaumu Yanga. Ila ni mimi nalia na bodi ya ligi na TFF. Kwa sababu hata kwenye kanuni pia wamejipa nguvu. Wao ndo mtu wa mwisho. Mtu wa mwisho kabisa wa kuamua mechi inapigwa wapi. Yaani yeye meza mkabadilishana bwana, si Samuyo si wapi. Wao. Yaani mfano mzuri kwa hicho anachokiongea Nsajigwa. Tunapeleka sehemu fulani. Alitaka mechi ya Yanga ikachezwe Tabora. Tabora yeye. Wajomba kapiga U-turn. Waliokataa mechi ikachezwa Tabora ni nani? Ni TFF na bodi ya ligi. Bodi ya ligi wakasema Tabora hapana, mechi ipigwe Jamhuri. Kwenye hiki walishindwa nini? Ndio hapo. Na kingine wakati ya mimi naendelea kulia nao, yani kwenye hii hazi ya ligi tunayoizungumza, mtu ambaye huwa anaenda kujadili mikataba ya udhamini wa ligi na vitu vingine vyote, si viongozi wa Simba, si viongozi wa Yanga, ni viongozi wa TFF na bodi. Wao ndio wajadili kutokana na samani. Sasa moja ya watu ambao wanafanya ligi yako iwe na samani ni hawa wawili. Kama hawa wawili unaweza ukapeleka sehemu yoyote tu ambayo haina hazi, manake wewe kuna siku unaweza kukosa nguvu kuweza kuambia hivi. Kwa mfano dabi, unajua tunaenda kuweka rekodi msimu huu, dabi zote mbili asifikishe watu 30. Zote mbili. Yani kwenye mahudhurio ya viwanjani. Pale ile juzi ile uwanja 15 na haukujaa. 30 Nsajigwa ameweka pakubwa. 20,000. Jamani 25,000. Afika 25,000. Zanzibar 15,000. Hapa 10,000. Umeona sasa 25 msimu waingi uwanjani. Dabi ambao tulizoea miaka misimu miwili nyuma, yani kuanzia msimu uliopita kurudi nyuma, wakipungua sana watu 100,000. Mechi zote mbili. Si Mkapa baadaye tulikuwa napiga pale ni 50,000 na kitu 40,000 kila mechi. Kwa msimu ukiisha 90,000 mpaka 100,000 watazamaji. Msimu huu kutoka 90,000 au 100,000 mpaka 25,000. Ni mauzauza. Kwa hiyo full house sasa hizi tutegemee tu matamasha ya Simba Day na Yanga Day basi. Ila Kariakoo dabi kama yenyewe. Sasa lengo kwa sababu tusahau, maana sasa hizi tunaanza kuzoea. Yaani kama kutoka 60,000 kama ulikuwa unazungumzia mpaka kwenye uwanja wa 15,000 ambao watu hawajai. Leo tunaenda kwenye uwanja ambao una host watu 10 na ngapi? 10,000. Ambao baadaye unaweza kukuta watu 8,000. Itakuwa ni tabia sasa hizi tunazoea. Inawezekana huko mbele mambo yakabadilika. Kwa hiyo kibiashara bado sababu viwanja labda vinaongezeka. Sawa. Lakini nadhani wizara kuna mtu washikie viboko tu bodi ya ligi ya TFF. Mambo mengine ya makusudi kabisa ambayo wakati watu wanapambana soka likue, kuna watu wanafanya vitu vya ovyo jamani. Kwa hii ligi ya nje ya uwanja tuambie tu kweli, yani inatuharibia katika hili mimi limenikera sana. Sana, so kidogo yani. Pole sana. Namna ambavyo mimi na picture dabi ya Kariakoo kuipeleka Isamuyo. Serious. Hivi Samuyo pale jukwaa kuu na watu wangapi pale? Kwa hiyo hofu yako ni pitch ama majukwaa? Uwanja ambao setup za kamera nyingi tu unasumbua. Just imagine tu kamera ya kumulika jukwaa kuu inatokea chini mlika miguuni. Alafu unapeka dabi ya Kariakoo. Serious. Kuna issue ya wanapokaa waandishi wa habari. Na changamoto. Waandishi wa habari wanajichanganya jukwaa. So umefika pale? Waandishi wa habari wanajichanganya jukwaani. Jukwaani. Na mashabiki.
Dabi namba 3 Afrika wanapeka hapo. Kwa hiyo tumenajis. Mashabiki 10,000 wanaenda kukaa kwenye machuma. Serious? Vile uwanja utautemu na VIP. VIP gani kati wote wanakaa kwenye chuma? Sasa